Usiku wa Dar es Salaam ulikuwa mtulivu sana. Taa za majengo marefu zilikuwa zikimetameta juu ya anga kama nyota zilizoshika ardhini. Ndani ya ghorofa ya kifahari la OMK Group, dirisha kubwa la kioo lilifunguliwa taratibu, likitoa nafasi ya upepo mwanana kupenya ndani. Omari, kijana mwenye umri wa miaka wa kati, mwenye muonekano wa kuvutia, lakini uso wake ulikuwa umejaa ukimya mzito. Alisimama akitazama chini. Alikuwa anaonekana kana kwamba ni mtu mwenye mawazo mengi sana. Mikono yake alikuwa ameweka kwenye mfuko wa suruali yake, macho yake yalikuwa yameelekea mbali, kana kwamba alikuwa anatazama kitu ambacho kilikuwa kionekani kwa macho ya kawaida. Hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa ni mrithi wa kampuni wa OMK Group, biashara iliyojikita kwenye ujenzi, mafuta na uwekezaji wa majengo. Lakini pamoja na mali hizi na hadhi yote aliyokuwa nayo, Omari alikuwa na siri nzito sana ambayo ilimfanya aishi maisha ya upweke mno. Siri hiyo ni kwamba alikuwa na allergy na wanawake. Sio kwamba umesikia vibaya ndugu msikilizaji. Hapana, Omari yeye ana allergy na wanawake. Yaani kuguswa tu na mwanamke, iwe ni mkono, yaani kuguswa sehemu yote na mwanamke. Mguso huo ulitosha kumfanya pate miwasho mikali sana mwilini, kuvimba saa nyingine ngozi, na mara nyingine anaweza hata kupelekwa hospitalini na kulazwa. Ni yeye na rafiki yake tu wa karibu aitwaye Roger ndio walikuwa wakijua hali hiyo, pamoja na mama yake mzazi. Roger alikuwa msaidizi wake wa karibu, mcheshi na mwenye kumuelewa zaidi kuliko mtu yoyote yule. Bosi, tafadhali kumbuka kesho tuna kikao cha bodi ya hisa. Usijaribu tena kwenda mwenyewe bila mimi, sawa? Alafu pia kumbuka kule kuna wafanyakazi wa kike. Roger alisema kwa sauti ya mzaha kidogo akimkabidhi file. Omari alitabasamu kwa upande mmoja tu na kusema, usiwe na hofu, sijapanga kuguswa na mtu yeyote yule. Najua, lakini wanawake wa siku hizi wanapenda hata kugusa bega la bosi. Najua tena mambo ya selfie, mambo kama hayo. Roger alimjibu, wote wakacheka kidogo. Lakini chini ya kicheko kile, ukweli ni ya kwamba Omari aliogopa sana upendo. Aliamini kwamba hakuna mwanamke ambaye angeweza kumpenda kwenye hali hiyo. Wakati huo upande wa pili wa jiji, ndani ya mgahawa wa zamani uliokuwa ni mahali ya marehemu mama yake Hadija, maisha yalikuwa tofauti kabisa. Hadija, msichana wa miaka 17, alikuwa bado mwanafunzi wa sekondari. Alikuwa ni mrembo mwenye macho ya mviringo na ngozi yake ilikuwa ni laini kama asali. Lakini maisha yake hayakuwa na utulivu. Baba yake ambaye alikuwa anaitwa Haruna Majaliwa alikuwa ameingia kwenye uraibu wa kamali kiasi cha kupoteza mali nyingi sana. Siku moja jioni walikuwa kwenye mgahawa huo. Tajiri mmoja alikuwa anajulikana kama Mzee Galo aliingia akiwa na sura ya tabasamu bandia. Haruna, alisema kwa sauti ya kebehi. Umekuwa ukiniahidi muda mrefu sana. Sasa nimekuja kwa suluhisho. Huhitaji kuniambia mimi kwamba sijui hutaki wala nini. Maana najua kitu chako cha thamani kiko hapa. Mzee huyu alikuwa anamaanisha mimi, yani binti yake Hadija. Hadija alishtuka mno, akamwangalia baba yake kwa macho yaliyojaa hofu. Baba, nini anamaanisha? Aliuliza kwa sauti dhaifu mno. Haruna alishindwa hata kuzungumza, aibu, hofu na tamaa vilimchanganya. Ndipo Hadija alijua kwamba maisha yake yangekuwa hatarini mno. Siku iliyofuata alitoroka nyumbani kwao usiku wa manane, akiwa amevaa mask usoni na koti jeupe. Alijaribu kujificha dhidi ya wanaume waliokuwa wametumwa kumfuata baada ya kujua kuwa ametoroka. Lakini usiku huo mkondo wa maisha yake ulibadilika. Aliingia ndani ya klabu moja ya kifahari kujificha, na kwa bahati mbaya, au tuseme kwamba ilikuwa ni hatima yake, aligongana na Omari, yule mwanaume ambaye tulikuwa tunasema kwamba akiguswa na mwanamke yote yeye anapata miwasho, tuseme kwamba ana allergy na wanawake. Kijana Omari alikuwa amelewa kidogo baada ya kikao kizito cha biashara. Mguso huo ulitakiwa kumpeleka Omari hospitalini, lakini kitu cha ajabu ni ya kwamba haukumdhuru kabisa. Badala yake, kwa mara ya kwanza katika maisha yake, alihisi amestarehe kwa kuguswa na mwanamke. Harufu ya manukato laini, pumzi ya karibu na mguso wa ngozi laini uliwachanganya wote. Kilichofuata kilikuwa ni usiku wa siri, yani usiku wa mapenzi, usiku wa ajabu na wa bahati mbaya ambao hawakujua na hata majina. Na asubuhi ilipofika, Hadija alikuwa ameondoka kwa aibu mno. Aliwezaje kulala tu na mwanaume asiyemjua? Yaani aligawa usichana wake kwa mtu asiyemjua. Lakini kitu ambacho alikuwa hajui ni kwamba alikuwa ameacha alama ambayo si rahisi kufutika kwa mwanaume ambaye alikuwa hawezi kuamini mwanamke yoyote,
na alikuwa hajawahi kuamini mwanamke yote maishani mwake. Omari alianza safari yake mpya, safari ya kumtafuta yule binti wa usiku. Alikuwa akijiuliza kwamba yule mwanamke alikuwa ni nani. Safari ya kumtafuta Hadija, binti pekee ambaye hakuleta maumivu bali tiba ya upweke wake. Miaka 8 ilipita tangu usiku ule wa ajabu uliochanganya hatima ya Omari na Hadija. Miji ilibadilika, watu wakasahau, lakini kumbukumbu ya usiku ule bado iliishi kwenye nafsi mbili ambazo hazikuwahi kuonana tena. Hadija sasa alikuwa ni mwanamke mtu mzima kabisa mwenye umri wa miaka 25. Alifanya kazi kwenye mgahawa maarufu wa hapo mjini ulioitwa Golden Plate, sehemu iliyokuwa ikihudumia watu wa tabaka la juu mno. Kwa sura na nidhamu yake alikuwa akipendwa na wateja wengi sana, lakini wenzake kazini waliona ni kama vile anapendelewa na manager, jambo ambalo liliwatia wivu mkubwa sana. Kila siku alifika mapema kuliko wengine, akihakikisha kila meza imesafishwa, maua yamesimama vizuri na harufu ya kahawa mpya ikiwa imejaa hewani. Lakini leo hewa ya amani ilibadilika kuwa moshi wa mzozo. Hadija alikuwa akibeba sahani 3 zilizojaa chakula kwa wateja wa VIP. Naomi, mmoja wa wafanyakazi wenzake ambaye hakuwa akimpenda, alijifanya kupita karibu naye kwa haraka mno. "Hadija, sorry, sikukuona," alisema kwa sauti yenye dharau, huku akimvuta bega kidogo, na sahani zote ziliporomoka chini. Chakula kilimwagika sakafuni. Wateja waligeuka kumtazama, kimya kilitanda. Hadija aligeuka taratibu akimtazama Naomi kwa macho yaliyojaa hasira mno. "Naomi, kwa nini umefanya hivi? Umeona kabisa nimebeba chakula na bado unanisukuma kweli?" Naomi alitabasamu kwa dharau. "Uzembe wako mwenyewe binti. Yaani ungekuwa makini, hayo yote yasingetokea." Hadija alikosa kuvumilia. "Usinichezee. Wivu wako ndio unakufanya unifanyie hivi? Unadhani sipendi kazi yangu? Najituma kwa sababu naipenda hii pesa na ninahitaji, si kwa sababu napendelewa, sawa?" Naomi akacheka kwa sauti ya kejeli. "Kama sio dhiki yako ya pesa, usingelalamika hivi. Ila udhaifu wa binti yako ndio unakufanya ujishughulishe hivi. Unahangaika kama mtoto wa marehemu." Nyeo. Maneno haya yalichoma kama kisu moyoni mwa Hadija. Uso wake ulibadilika, hasira ikampanda. Akainua mkono wake. Alikuwa tayari kumzaba kofi Naomi. Lakini kabla hajafanya hivyo, sauti nyororo yenye furaha ilisikika nyuma yake. "Mama." Hadija kageuka haraka. Mbele yake alikuwa amesimama Swaumu, binti yake wa miaka 7, mwenye uso uliojaa furaha na mikono iliyoshikilia karatasi. "Mama, tazama, nimepata alama ya juu kabisa. Nimekuwa wa kwanza darasani," alisema kwa furaha akimkumbatia mama yake. Hadija alihisi machozi yakimjaa, si kwa huzuni bali kwa mchanganyiko wa upendo na faraja. Aliweka pembeni hasira zake, akapiga magoti na kumkumbatia mwanae kwa nguvu mno. "Hongera mwanangu, hongera sana. Hongera mwanangu, hongera sana," alisema huku akimkumbatia mwanae kwa nguvu, akijaribu kufunika huzuni iliyokuwa imejipeleza kwenye moyo wake. Meneja Wilson aliingia haraka baada ya kupata taarifa za vurugu. "Hadija, Naomi, hii ni kazi, sio uwanja wa ugomvi," aliongea kwa sauti ya ukali sana. Hadija akainama. "Samahani bwana meneja, haitakuja kutokea tena." Meneja akamtazama Naomi kisha akasema kwa sauti ya utulivu lakini yenye mamlaka. "Naomi, safisha eneo hili mara moja. Naomi, safisha eneo hili mara moja. Hadija, ukishatulia njoo ofisini kwangu." Hadija alitulia, akamtafutia binti yake kiti kimoja cha pembeni na kumpa juice ndogo. "Kaa upumzike hapa, mama anarudi, sawa?" alimwambia kwa upole. Wakati huo upande mwingine wa mji, ndani ya jumba la kifahari ya familia ya Omari, upepo wa migogoro ya kifamilia ulikuwa ukivuma. Bi Okmar, mama yake Omari, alikuwa amekaa sebuleni akitabasamu. Bi Okmar, mama yake Omari, alikuwa amekaa sebuleni akitabasamu kwa matumaini, huku akimkabidhi kijana wake faili lililoandikwa jina la mwanamke mrembo aliyekuwa amekaa pembeni. "Omari, huyu ni Martha, binti mzuri mwenye heshima na pia ni tajiri. Alifika nusu finali kwenye mashindano ya urembo wa dunia. Ana kampuni yake ya vipodozi na nyumba 3 Mbezi Beach. Nadhani anakufaa." Omari alikuwa amekaa kimya, macho yake yakitazama mbele. Omari alikaa kimya, macho yake yakitazama mbele kama mtu asiye na hamasa yoyote ile.
Baada ya ukimya wa sekunde kadhaa, alitabasamu kidogo na kusema kwa sauti ya upole lakini kujiamini, "Nafurahi kuwa single mama." Aliinuka, akavaa gloves nyeusi, akanyanyua koti lake la kifahari na kuvaa suti yake kamili. Kuanzia mikono hadi shingo, sehemu pekee ambayo ilikuwa inaonekana ilikuwa ni uso tu. Kisha akaelekea nje bila hata kuangalia nyuma. Bi Okmar alishtuka, akasema kwa sauti ya kilio, "Omari, una miaka 34 sasa. Huna hata mtoto mmoja. Ukiachana na mtoto, hata mimba ya kusingiziwa huna mwanangu. Hivi unatatizo gani wewe mtoto?" Omari hakujibu, alifunga mlango taratibu na kuondoka. Martha akacheka kwa sauti ya kebei, "Usijali madam. Usijali madam," alisema kwa kumwangalia Bi Okmar. "Labda mwanao jogoo hawiki. Anaogopa kudhalilika, huwezi jua. Ndio maana anajificha. Jaribu kumchunguza vizuri. Wewe si mama yake." Maneno haya yalikuwa kama risasi moyoni mwa Bi Okmar. Aligeuka taratibu, macho yake yakawa yanametameta kwa hasira. "Toka hapa sasa hivi. Wewe huna heshima hata kidogo." Lakini Martha alitabasamu na kurekebisha miono yake ya dhahabu na kusema kwa upole, "Nimesema ukweli tu madam." Kisha akaondoka kwa madaha. Hata hivyo alihisi kudhalilika. Tangu lini mwanaume amkataa yeye? Bi Okmar alihisi kichwa kikizunguka, pumzi ikimkata. "Lola, Lola, Lola," aliita kwa shida. Msaidizi wake Bi Lola aliingia mbio. "Madam, Mungu wangu, mbona unahema vibaya?" Alimkimbilia haraka, akampatia dawa zake, lakini pressure ilikuwa tayari imeshapanda. Bi Okmar alishika kifua chake kwa maumivu mno. "Hospitali, nipeleke hospitalini," alisema kwa shida mno. Lola aliita dereva na ndani ya dakika chache gari liliondoka likimkimbiza Bi Okmar hospitalini, huku upepo wa hofu na siri ukiendelea kuvuma ndani ya familia ya Omari. Hadija alisimama kwa heshima kubwa mbele ya ofisi ya meneja, alipumua kwa nguvu. Mlango ulipofunguliwa, uso wa meneja wake Mr. Wilson haukuwa na alama ya tabasamu hata kidogo. Macho yake yalikuwa makali na sauti yake ilionyesha kwamba hajaridhika kabisa. "Njoo ndani. Fanya haraka Hadija," alisema kwa ukali. Hadija aliingia taratibu, mikono yake ikiwa imeunganishwa mbele ya tumbo, akijua makosa yake yalikuwa ni makubwa mno. Mr. Wilson alimsogelea kidogo, akamtazama kwa macho ya moja kwa moja. "Hadija, nimekuwa mvumilivu sana na wewe," alianza kwa sauti nzito. "Unajua vizuri kwamba una mshahara wa juu kuliko wafanyakazi wengine hapa. Na sababu yake ni kwamba kazi yako ni nzuri. Lakini hivi karibuni umeanza kujisahau." Hadija alishusha kichwa. "Naomba unisamehe meneja." "Subiri kwanza," meneja aliendelea. "Kulikuwa na haja gani ya kubishana na Naomi? Unajua kabisa kwa kaka yake ni rafiki wa karibu wa mmiliki wa huu mgahawa, sivyo? Kwa nini ubishane naye?" Hadija alikosa cha kujibu, alijua maneno hayo ni ya ukweli kabisa. "Meneja," alianza kwa sauti ya chini. "Meneja," alianza kwa sauti ya chini. "Ilikuwa ni hasira tu. Ukweli ni kwamba alinikasirisha sana, nilishindwa kujizuia. Lakini naomba msamaha, haitatokea tena." Mr. Wilson alitulia, akavuta pumzi ndefu na kusema, "Hadija, kumbuka una mtoto mwenye matatizo ya uzio wa damu. Nimekuwa nikuonea huruma kwa sababu ya hali yako, lakini huruma hiyo isiwe sababu ya mimi na wewe kupoteza kazi zetu, sawa?" Hadija alihisi machozi yakikusanyika. "Samahani sana meneja. Nitakuwa makini zaidi. Maisha ya binti yangu na yangu yanategemea sehemu hii. Nitaendelea kujituma, sitarudia kosa hili tena. Naomba unisamehe." Baada ya kimya kifupi, meneja alimtazama kwa upole kidogo. "Sawa, nakuamini. Lakini hii ni onyo la mwisho. Ukitenda kosa lingine kama hili, sitakuwa na jinsi nyingine zaidi ya kuchukua hatua kali dhidi yako." "Asante sana meneja," alisema kwa unyenyekevu. "Naahidi nitabadilika." Hadija alitoka ofisini akiwa amenyamaza kimya, moyo wake ukiwa mzito mno. Alijua kosa moja lingeweza kumgharimu kila kitu. Katika upande mwingine wa mgahawa huo, kwenye eneo la wateja, hali ghafla ilikuwa imebadilika. Kwenye meza katikati, kijana mmoja alianza kuinama mbele ya mpenzi wake, huku genge la watu likiwa linamtazama kwa shauku mno. Alishika pete mkononi na kusema kwa sauti ya upendo kabisa, "Leila, nimekuwa nayo kwa miaka 2 na kupenda. Na ukweli ni kwamba nataka uwe mke wangu. Tafadhali sema ndio." Watu walishangilia kidogo, lakini uso wa Leila haukuonyesha furaha. "Sam, mimi siwezi," alisema kwa sauti ya utulivu.
Bado ni mapema sana, nina ndoto zangu, nataka kusoma zaidi, nataka kutimiza malengo yangu. Yote haya nataka kuyafanya kabla sijaolewa. Sam alishtuka, uso wake ukabadilika ghafla, akashtuka kisha akainua sauti. Leila, umeishi nami miaka 2, nimekupa kila kitu, nimekufungulia saluni, umekula pesa zangu zote, na leo hii unanikataa hivi? Leila alisimama, alijaribu kumtuliza. Mapenzi yangu kwako ni kwa hiari Sam. Siwezi kuolewa kwa kulazimishwa mimi. Ghadhabu ilimpanda Sam na kwa hasira alinyanyua mkono wake na kumzaba kofi mbele ya watu. Kelele zikapanda, watu wakaanza kusogea. Umenidhalilisha leo. Yaani ukaona nini? Unashindwa kabisa kusema ndio? Sam alipiga kelele akitoa bastola mfukoni na kuikoki. Sam, hapana. Watu wote wakapiga mayowe. Mlio wa bastola ulikuwa umesikika. Puf. Risasi ilikuwa hewani. Watu wote wakapiga magoti, wakajificha chini ya meza. Katika sekunde hizo chache za taharuki, Saumu aliyekuwa amekaa pembeni akinywa juisi yake alilia kwa uoga mkubwa mno. Alijaribu kupiga kelele kumuita mama yake, lakini mwili wake mdogo ukashindwa kuvumilia mshtuko ule. Macho yake kafifia, pumzi yake ikapotea na akaanguka chini akazimia. Wakati huo mlango wa ofisi wa meneja ulifunguliwa kwa nguvu. Hadija na Mr. Wilson walikuwa natoka mbio. Kuna nini kimetokea? Meneja aliuliza huku akiwa anakimbia. Hadija hakujibu. Moyo wake ulikuwa unadunda vibaya mno. Alipofika eneo la tukio, macho yake akamwona binti yake mdogo akiwa amelala chini. Mikono yake ikiwa pembeni. Saumu! Alilia kwa sauti ya maumivu mno. Alimkimbilia akampakata huko mikono ikiwa inatetemeka. Watu walikuwa wamejaa, wengine wakiwa wamemshika Sam ambaye tayari alikuwa ameanza kulia huku polisi wakiwa wamefika. Hadija hakujali kile kilichotokea, zaidi alimjali sana binti yake. Aliinuka haraka akambeba Saumu mkononi. Tafadhali nipeni njia, mtoto wangu amezimia. Aliingia kwenye teksi, machozi yalikuwa yanamtiririka mno na kuondoka kwa kasi kuelekea hotelini. Dakika chache baadaye ndani ya hospitali ya St. Mary, madaktari walimchukua Saumu kwa ajili ya uchunguzi. Hadija alikaa nje ya chumba, mikono yake ikiwa imeshika kichwa chake, moyo ukiwa unadunda kama ngoma. Baada ya muda mfupi, daktari alitoka akiwa na tabasamu. Usiwe na wasiwasi mama. Mtoto wako hana tatizo kubwa sana. Alizimia kwa sababu ya mshtuko tu na atakuwa sawa. Hadija alilia kwa furaha. Asante daktari, nakushukuru sana. Alisema kwa sauti ya kicheko na machozi. Dakika chache baadaye Saumu aliamka taratibu, macho yake madogo yakaanza kumtazama mama yake. Mama, alisema kwa sauti ya upole. Hadija alimkumbatia kwa nguvu. Nipo hapa mwanangu, upo salama. Sawa, usijali, upo salama. Lakini Saumu alianza kulia tena akimkumbatia mama yake kwa nguvu mno. Mama, yule mtu alikuwa anataka kumuua yule dada. Niliona kabisa. Hadija alimshika usoni kwa upole. Shh, usijali mwanangu. Kila kitu kipo sawa sasa hivi. Mama yupo hapa. Hata ruhusu mtu yoyote yule akuumize. Sawa? Saumu akatulia, machozi yakipotea taratibu na tabasamu dogo likarudi usoni mwake. Mama atakulinda daima. Hadija aliongea kwa sauti ya upendo akimbusu kwenye paji la uso. Wakati hayo yote yakitokea, Omari naye alikuwa hospitalini humo, lakini kwa sababu tofauti kabisa. Mama yake Bi Okmar alikuwa amelazwa baada ya kupandwa na pressure. Omari alikaa kando ya kitanda akiwa amemshika mkono mama yake huku akiwa amevaa gloves. Mama, hii pressure yote kwa sababu tu nimekataa kumuoa yule mwanamke? Alikuwa amewaza. Lakini baada ya hapo aliamua aseme, mama, kweli? Hayo yote ni kwa sababu nimeamua kukataa kumuoa yule mwanamke? Bi Okmar mtazama kwa huzuni kisha akasema, Omar, watu wananicheka. Wanasema mwanao ni mgonjwa, hawezi kabisa kuwa na wanawake. Ni maumivu kwangu kama mama. Omar alitulia sekunde chache kisha akasema kwa sauti ya utulivu, mama yangu, hebu naomba uwe na subira. Kuna mwanamke mmoja ninamtafuta, mwanamke wa maisha yangu. Nikimpata nitamuoa haraka mno. Bi Okmar ishtuka. Mwanamke gani sasa? Hata jina siwezi kusikia ukimsema Omar. Nataka mjukuu mimi, sitanii. Unachelewa Omar. Madam, tafadhali usijisumbue. Bilal alimwambia akimfuata kwa haraka mno.
Omari alibaki ameduaa tu akimtazama Roger, msaidizi wake mwaminifu. Roger alitikisa kichwa, kisha akasema, "Bosi, tumejaribu kila njia kumtafuta yule mwanamke wa usiku ule, lakini hatuna dalili zozote. Sio rahisi kumpata mwanaume mlevi aliyevaa mask. Na sasa ni miaka 8 imepita." Omari akajibu kwa sauti ya kujiamini, "Roger, nitaendelea kumtafuta. Nikimuona tu nitamjua. Yule mwanamke ni wa kipekee sana. Sitakubali kumwacha." Alisimama akavaa koti lake na kuelekea nje. Lakini kabla hajafika mbali, ghafla mama yake akagongana na msichana mdogo aliyekuwa akikimbia kwenye corridor akiwa ameshika mdoli. Fimbo ya Bi Okmar ikaanguka na msichana huyo akainama haraka. Samahani bibi," alisema kwa adabu. "Nilikimbia bila kuangalia." Bi Okmar muangalia kwa mshangao. Uso ule, macho yale yalikuwa kama kivuli cha utoto wa Omar. "Umenihitaji?" aliuliza kwa sauti ya mshangao. Msichana yule alitabasamu. "Wewe ni mkubwa sana kwangu na pia wewe ni mkubwa zaidi mama yangu. Kwa hiyo unaweza kuwa bibi yangu, ndio maana nimekuita hivyo. Nimekosea?" Bi Okmar alihisi joto la hisia likipanda. Alimpapasa kichwa. "Hapana mjukuu wangu, wewe ni mjukuu wangu, usijali. Niite vyovyote vile unavyotaka," alisema kwa sauti ya upendo. Chozi moja likamtoka. Alikumbatia kwa upole. Bila kujua alinyofua nywele chache kichwani mwa mtoto huyo, kana kwamba moyo wake ulijua ukweli kwamba huyu ni mjukuu wake. Dakika chache baadaye Hadija alitokea akimfuata Swaumu. Ni kama alimuona akizungumza na mwanamke mmoja mzee, haraka akamwita, "Swaumu, tumechelewa mwanangu." Swaumu alikimbia kumkumbatia mama yake na wote wakaelekea nje na Swaumu akiwa mbele zaidi. Wakati wakipishana kwenye corridor, Omari alikuwa anakuja upande wa pili, macho yake yakiwa na hasira na mawazo. Bahati mbaya wakagongana tena. Vitu vya Hadija vikadondoka chini. "Nisamehe sana mkubwa, ni bahati mbaya," alisema kwa haraka huku akiinama kukusanya nyaraka na paketi za dawa. Omari akamkazia macho. "Unatembea bila kuangalia? Macho yako yanauziwa au?" alifuka kwa ukali. Hadija alinyanyua macho yake kwa upole. Samahani sana, na mwai binti yangu anaumwa na sijui akimbilia wapi. Naomba unisamehe." Omari alibaki kimya kwa sekunde chache. Kuna kitu ndani yake kilijisikia tofauti alipomwangalia yule mwanamke, sura yake, sauti yake na utulivu wake. Alipoinama kumsaidia kuokota nyaraka, mikono yao iligusana moja kwa moja. Hakupata allergy yoyote ile. Hakuhisi maumivu, hakuhisi kuachwa. Aliganda mahali akimtazama kwa mshangao. Alijua kitu kimoja, mwili wake ulijibu, lakini akili yake haikuelewa bado. Hadija alimshukuru kwa haraka na kusema, "Asante bwana," alisema kisha akaondoka, akamwona binti yake aliyekuwa amevaa mask upande wa pili. Omar alibaki amesimama, macho yake kifuatilia mgongo wa mwanamke huyo aliyekuwa anaondoka. Na sauti ndogo moyoni mwake ikasema, "Ni yeye." Ni hisia zile, ni yeye. "Roger," sauti ya Mary isikika taratibu lakini nzito kama iliyojaa amri. "Naenda mfuatilie mwanamke aliyenigonga pale koridoni. Nataka ujue kila kitu kuhusu yeye, jina lake, kazi na hata anapoishi. Kuna kitu cha tofauti kwake. Najua sijakosea." Roger alikuwa amesimama umbali kidogo, alitulia sekunde chache kabla hajamjibu bosi wake. "Bosi, unahisi ni yule ambaye tunamtafuta, yule mwanamke wa miaka 8 iliyopita?" Omari hakujibu haraka, alifumba macho sekunde chache kana kwamba anakumbuka usiku ule wa giza, ule usiku ambao ulimbadilishia maisha yake yote. Alipumua kwa nguvu kidogo kisha akasema, "Siwezi kuthibitisha, lakini kuna kitu ndani yake kinasema hivyo. Sijui ni nini, ila hisia hizi haziwezi kunidanganya." Roger alitikisa kichwa kwa utii, akachukua simu yake tayari kuanza upelelezi, lakini kabla hajafanya chochote kile, mlango wa chumba cha hospitali ulifunguliwa kwa nguvu. "Omari," sauti ya Bi Okmar isikika kwa haraka, ikichanganyika na pumzi nzito. "Mama, mbona pressure?" "Daktari alisema upumzike, au kumbuki?" Omar alisema kwa pole. Bi Okmar alionekana mwenye furaha isiyoelezeka, macho yake yalikuwa yana mng'ao wa ajabu. Alikuwa ameshika kitu mkononi mwake, kitambaa kidogo kilichokuwa kina nywele chache ndani yake. "Omari," alisema kwa sauti ya furaha, "Mwanangu, nimekutana na mjukuu wangu." Omar alibaki kimya kwa sekunde 5 nzima akimtazama mama yake kana kwamba haelewi nini anaongelea. "Mama, unaniambia nini sasa? Mimi sina mtoto. Pressure yako ndio imekupandia kichwani?" Bi Okmar alitetemeka kwa hisia. "Sina wazimu mwanangu. Nilimuona mtoto yule mwenye sura kama yako ulivyokuwa mdogo.
ana macho yale yale, tabasamu ni lile lile. Nilipata hata nywele zake, nimezipima. Akatikisa kidogo mkono wake akionyesha zile nywele. Na nataka uende upime, ukajionee mwenyewe. Yule mtoto ni damu yako, Omar. Yule mtoto ni damu yako, ni damu yetu. Omar alitikisa kichwa taratibu kwa kitabasamu kwa kejeli kidogo. Mama, umepagaa unajua. Haiwezekani, mimi sijawahi kushiriki na mwanamke yote yule na unajua kabisa sababu ni nini. Najua, Bi Okmara alimtazama. Lakini uliniambia mwenyewe kwa kuna usiku mmoja kuna mwanamke mmoja pekee uliyemgusa bila kupata mzio. Je, umewahi kufikiria labda yeye ndo mama huyu mtoto? Maneno hayo yalimgonga Omar kama radi. Roger aliyekuwa pembeni yake alinyanyua macho yake haraka akimtazama bosi wake kwa mshangao. Mama, haya ni maneno tu, lakini sawa. Omar alisema kwa utulivu ili kumwondolea mama yake wasiwasi, kisha akamwambia, "Twende tukapime. Najua matokeo yatakuwa negative na labda hatimaye utapumzika." Bi Okmara alitabasamu kwa upole. "Sawa mwanangu, ila nataka ujiandae kwa ukweli." Baada ya masaa machache, matokeo yalipowasili, Omar alijaribu kudumisha utulivu wake, lakini moyo wake ulikuwa ukidunda haraka. Roger alishika bahasha na kumpatia. Omar alifuta pumzi ndefu kabla hajafungua. Alipoziona zile namba, moyo wake ulikuwa umesimama kwa sekunde chache hivi. 99.9 uhusiano wa baba wa mtoto umethibitishwa. Mungu wangu, Roger alishindwa kujizuia na kusema. Bi Okmara alinua mikono yake juu kwa furaha na machozi yakimtiririka. Nilijua kabisa kwa yule ni damu yetu. Mungu amenijibu. Omar alibaki ameduaa, macho yake yakitazama karatasi ile kana kwamba alikuwa yupo ndotoni. Alihisi tumbo likimvuruga, akili kirudi nyuma. Alikuwa anakumbuka usiku ule wa miaka 8 iliyopita. Yule mwanamke mwenye mask, harufu yake, sauti yake laini, na sasa mtoto. Kwa hiyo yule mtoto ni wangu? Aliuliza kwa sauti ya chini kana kwamba anaongea yeye mwenyewe. Mtafute. Bi Okmara alizungumza kwa nguvu. Mtafute binti yako, mtafute mjukuu wangu. Huyu mtoto anatakiwa kuwa nyumbani kwetu, sio kutangatanga huko mtaani. Ile ni damu yetu Omar. Yini usimtelekeze kabisa na kuomba, mtafute huyo mtoto. Omar nyamaza sekunde kadhaa kisha akasema kwa upole, "Sawa mama, nitamtafuta." Lakini moyoni mwake alikuwa amechanganyikiwa sana, hisia zilikuwa zimechanganyikiwa. Alikuwa na mshangao na hofu na shauku hapo hapo. Je, kweli huyu ni mtoto wake? Je, mama yake ni nani? Ndiye ni yule mwanamke aliyegongana naye pale hospitalini? Jioni hiyo Hadija alirudi nyumbani akiwa amechoka sana, lakini macho yake yalionyesha upendo ulipomtazama Swaumu ambaye alikuwa amelala pale kitandani. Na vidole vyake pale kitandani. Alimbusu usoni taratibu. "Mwanangu, ningejua nitakupataje kama sio kwa nguvu ya Mungu," alisemea kwa huzuni. Hadija aliishi maisha ya kawaida sana. Nyumba yake ilikuwa na vyumba viwili ndani ya mtaa wa kawaida sana hapo mjini. Alihangaika usiku na mchana kuhakikisha kwamba Swaumu anapata kila kitu, chakula, elimu na matibabu. Lakini nyuma ya tabasamu lake alibeba siri nzito sana, siri ya baba wa mtoto huyo. Alijua ni hatari kumtaja hata jina lake kwa sababu hakuwa anamjua. Hata kwenye ndoto alikuwa hamfahamu kabisa. Kila wakati alipomtazama binti yake aliona macho yale yale ya yule mwanaume ambaye aliacha alama moyoni mwake bila kujua hata jina lake kamili. Hadija alipogeuka kuelekea dirishani, upepo ulipuliza taratibu, akashika moyo wake na mikono yake miwili, akajisemea kwa sauti ya chini, "Siku moja nitakutana naye tena, lakini sitaki ajue ukweli. Siwezi kumruhusu amchukue binti yangu." Siku mbili baadaye, baada ya tukio lile la hospitalini, maisha ya Hadija yalibadilika kwa kasi isiyotarajia. Asubuhi hii alipofika kazini mgawani akiwa amevalia sare zake safi na tabasamu la kawaida, alikuta taarifa mpya ukutani. Meneja wao yule aliyempenda na kumwelewa alikuwa amehamishwa kituo cha kazi. Hakutarajia hili lingemgusa moja kwa moja. Lakini saa chache baadaye, meneja mpya aliyechukua nafasi aliingia akiwa na sura kali, macho ya dharau na tabia ya kujiona zaidi ya wengine. Alisimama katikati ya ukumbi na kusema kwa sauti ya kali, "Hapa sitaki udhaifu, sitaki visingizio. Kila mtu afanye kazi yake vizuri kabisa, vinginevyo mlango uko wazi."
Hadija alijaribu kuendelea na kazi zake kwa bidii, lakini siku ya 3 wakati akimpatia mteja oda, meneja yule alimuita kwa sauti ya juu mbele ya wateja wote. "We Hadija, kuanzia leo usijisumbue kurudi hapa kazini. Umefukuzwa." Hadija alikuwa ameduaa. "Meneja, samahani, nimefanya kosa gani?" "Sina muda wa kuelezea. Tumeamua kukutoa. Huna nidhamu ya kazi wewe. Hebu ondoka." Hadija alijikaza machozi yasimdondoke. Alijaribu kumbeleza kwa sauti ya upole. "Naomba nisamehe kama nimekosea. Naomba kuomba nafasi nyingine meneja. Yaani maisha yangu na binti yangu yanategemea hii kazi." Meneja alimtazama juu chini kisha akatabasamu na kusema, "Siwezi kujali maisha yako wala binti yako. Nenda ukatafute kazi sehemu nyingine." Hadija alinyamaza, machozi yalimtiririka taratibu. Aliondoka kimya huku wafanyakazi wenzake wakimwangalia bila hata kusema neno lolote lile. Alipotoka nje, upepo ulimpiga uso wake kwa upole na ndani ya moyo wake kulikuwa na maumivu ambayo yalikuwa hayaelezeki. Hadija alifika nyumbani kwake akiwa amechoka mno, amekonda kwa mawazo tena ghafla. Lakini aliposikia sauti ya furaha ya Saumu, alisikia sauti ghafla Saumu ikisema, "Mama, leo nimepewa zawadi ya kitabu kipya shuleni." Moyo wake ulikuwa umejaa upendo tena. Ajitahidi kutabasamu na kumkumbatia kwa nguvu. "Hongera mwanangu, mama anajivunia wewe sana. Sana sana." Saumu alitabasamu akamwangalia mama yake. "Mama, unaonekana umechoka sana leo." Hadija alijibu kwa upole, "Ni uchovu wa kazi tu binti yangu, kila kitu kitakuwa sawa." Alihakikisha binti yake analala kwa amani bila kujua kuwa kesho yake hakuwa na pa kwenda. Hakukuwa na uhakika wa kipato chochote kile wala hakujua wapi wa kuanzia. Baada ya Saumu kulala, Hadija alikaa kitandani akitazama dari, akajisemea kwa sauti ya chini, "Mungu wangu, yaani sina nguvu tena, ila siwezi kulia mbele yake. Lazima ajue kwa mama yake ni jasiri." Ofisini kwa Omari OMK Group Headquarters. Ilikuwa ni saa 3 asubuhi. Omari alikuwa ameketi ofisini kwake akiwa amevalia suti nyeusi safi, glove mikononi, macho yake yakiwa yameelekezwa kwenye ripoti aliyopewa na Roger. "Bosi." Roger alianza kwa sauti ya utulivu, "Nimepata taarifa zote kuhusu yule mwanamke. Anaishi eneo wa mtaa wa Mbezi, nyumba ndogo yenye vyumba viwili. Amekuwa akifanya kazi kwenye mgahawa mkubwa lakini amefukuzwa hivi karibuni." Omari alinyanyua macho yake taratibu. "Kwa kosa gani?" Roger alitikisa kichwa na kusema, "Hakuna sababu rasmi bosi, lakini inaonekana meneja mpya ana uhusiano karibu na watu ambao wanamchukia kazini pale, kwa hiyo alimfanyia tu fitna." Omari alibaki kimya kwa sekunde chache hivi, kisha akauliza, "Na historia yake, familia yake, mume?" Roger alijibu, "Hilo ndio jambo la ajabu. Hakuna aliyetaja mume au baba wa mtoto wake. Wote wanaamini alikuwa ni single mama tangu zamani, anaishi maisha ya siri sana. Bosi, hakuna anayejua nyuma yake ni nini kilitokea." Omari alitikisa kichwa kwa mawazo mazito, alijisikia moyo wake ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida mno. "Niletea picha binti yake, naitaka sasa." Roger alionekana kusita. "Bosi, hilo ndio gumu zaidi. Watu karibu wanasema kwamba yule mtoto mara nyingi huvaa mask usoni, hasa anapokuwa hadharani." Omari alishtuka kidogo. "Mask? Kwa nini avae mask?" Roger alinyamaza sekunde chache kisha akasema kwa sauti ya chini, "Kwa sababu ana tatizo la uzio wa damu. Daktari wake alishawahi kueleza hivyo. Kwa hiyo anashindwa kuwa karibu kabisa na damu ya mtu mwingine bila kupata muwasho au maumivu ya ajabu." Omari alihisi damu yake kilimganda. Alisogea nyuma kwenye kiti kisha akashika kidevu chake. "Umesema mzio wa damu?" Roger katikisa kichwa chake. "Ndiyo bosi, kama vile wewe ulivyokuwa mtoto." Ofisi nzima ilitulia kwa muda. Omari alifumba macho yake, pumzi yake katetemeka kidogo. Kila kitu kilianza kuungana kichwani mwake. Mwanamke aliyevaa maski usiku ule, mtoto mwenye mzio wa damu sawa na wakwake, na Hadija aliyegongana naye pale hospitalini bila kusababisha mzio wake kuibuka. "Inawezekana?" Alijisemea kwa sauti ndogo. "Inawezekana kweli huyu ndiye mwanamke wangu na yule ndiyo mtoto wangu na kweli ni damu yangu. Ina maana kweli alipata ujauzito?" Roger alimwangalia kimya akijua bosi wake yuko kwenye ukingo wa uamuzi mkubwa sana. Omari alitazama dirishani, macho yake yakiwa mbali mno. "Roger, fanya hivi. Tafuta njia yote ya kumsaidia bila yeye mwenyewe kujua mimi ndiye nipo nyuma yake.
Sitaki kumtisha, nataka nimkaribie kwa upole mno hadi niwe na uhakika. Roger alitikisa kichwa. Nimekuelewa bosi. Nitahakikisha napata nafasi mpya ya kazi chini ya mradi wa kampuni yetu. Omar alifumba macho yake akavuta pumzi ndefu. Kama kweli ni yeye, basi hatapitia tena mateso haya. Wala mtoto hatapitia mateso tena. Ilipofika jioni siku ile, Hadija alikuwa amekaa kitandani akiwa ameshika simu yake kwa mikono yote miwili, macho yakiwa yamejaa mawazo. Simu yake ililia ghafla. Jina lisomeka Jocelyn liling'aa kwenye screen na kunyenyua haraka. Kwa haraka kidogo akasema, "Hello Josie, habari?" Jocelyn akajibu kwa sauti ya shauku, "Habari ni nzuri rafiki yangu, kuna habari njema." "Habari gani tena?" "Kuna nafasi ya kazi mpya imefunga pale OMK Group, kampuni kubwa ya kifahari kabisa mjini. Wameomba mpishi wa kahawa lakini wa binafsi, si mgawani. Ni nafasi ya kipekee kabisa kumpikia bosi." Hadija alinyamaza sekunde chache. OMK Group? Aliuliza kwa mshangao, akiwaza kwa muda kama kweli Jocelyn anaweza kuwa na connection ya watu wa kampuni kubwa kama ile. Hadija akauliza, "Umewezaje kupata habari hizi Josie? Si kampuni kama ile inahitaji watu wa ngazi wakubwa kabisa?" Jocelyn akatabasamu, sauti yake ikisikia kwa furaha. "Wewe bwana, mjini kujiongeza bana. Nilikuwa napeleka kahawa pale wiki iliyopita. Nikasikia wanahitaji mtu mwenye mikono laini kwenye upishi wa kahawa. Nikasema, mimi mzee ninamjua mtu ambaye anaweza kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo nikamwambia wewe." Hadija akiwa bado na mashaka akamwambia, "Lakini umewezaje kufika huko hadi kujuana na watu wa ndani hivyo?" Rafiki yangu na wewe bwana. Nilitambua mapema maisha ni connection. Mimi mwenyewe nimeunganishwa na rafiki yangu wa karibu. Nikamueleza kuhusu wewe. Haya mambo yakienda vizuri, tutakuwa tunafanya kazi ndani ya majengo makubwa kabisa. Sio kwenye jua la mgahawa tena, ila nimechoka maswali sasa. Wewe kubali tu." Maneno haya yalionekana kumtuliza kidogo Hadija, ingawa moyoni bado alihisi kuna kitu hakiko sawa. "Ujiandae kesho saa 4 asubuhi kwa interview. Uvae vizuri kama kawaida yako. Natumai utatoboa shoga yangu, sawa?" Hadija alishukuru kwa sauti ya chini. "Asante sana Josie. Labda hii ni njia mpya Mungu amenifungulia kwangu." "Haswa?" Josie alikata simu baada ya hapo. Lakini Hadija hakujua kwamba wakati huo Jocelyn alikuwa peke yake. Walikuwa ndani ya cafe moja inayoitwa Hiblis Cafe. Sehemu tulivu mjini yenye mandhari ya kifahari na sauti ya muziki huku ikiwa laini ikiwa inacheza taratibu. Jocelyn alikuwa ameketi mezani, kikombe cha kahawa mkononi, na pembeni yake alikuwa ameketi Roger, akitabasamu kwa utulivu wake wa kijasusi. Roger alimtazama Jocelyn. "Kwa hiyo umeshampigia?" Jocelyn akamwambia, "Ndiyo, amekubali kuja kesho. Ila anataka unihakikishie kwamba hatapata tatizo lolote lile. Amevumilia mengi sana maishani mwake." Roger alitabasamu taratibu. "Usihofu. Hii kazi ni mwanzo wa amani yake, si mateso. Watakuwa salama wote wawili, mama na binti yake." Jocelyn alishusha pumzi bado akiwa na mashaka. "Siwezi kuamini sana. Wewe ni mgeni na hii fedha ulionipa ni nyingi mno kwa kazi ndogo sana. Sitaitumia mpaka nijue ukweli kwamba atakuwa salama." Roger alitabasamu, sauti yake ikiwa na utulivu lakini thabiti. "Hilo linaonyesha kwamba unajali, ila amini hivi, kila kitu kiko mikononi mwetu. Kwa sasa acha maisha yaanze upya." Jocelyn alinyanyuka akachukua bahasha ya fedha akaiweka kwenye mkoba wake. "Sawa, nitafanya kama tulivyokubaliana." Aliondoka taratibu huku Roger akibaki kutazama kikombe kile cha kahawa. Akatabasamu kimya kimya. "Hatua ya kwanza imekamilika," alijisemea. Kesho yake asubuhi yenye upepo mwanana, Hadija alimwandalia Swaumu kiamsha kinywa, akambusu usoni. "Leo makini sana mwanangu." Swaumu alicheka. "Nitakuwa makini mama, wewe usijali. Usigusane ovyo ovyo na wenzako, sawa? Kwa sasa hivi mama hana sababu, Elewa? Umenielewa?" "Nitakuwa makini mama, na mama Agi yupo makini zaidi na mimi." "Mama Agi ni malaika wako ujue. Ila mwambie mama hana sababu za kumlipa, sawa?" Wote walicheka. Hadija akambusu mwanae. "Nakupenda sana mwanangu." "Na mimi nakupenda sana mama." Baada ya hapo Hadija alimpandisha shuleni kisha akapanda daladala kuelekea kwenye ofisi ya OMK Group.
Licha ya maisha yake duni, alijitahidi kuvaa vizuri, gauni zuri jeupe lenye mkanda mweusi kiunoni, viatu vya chini vya kahawia na kibanio cheupe kichwani kilichomfanya aonekane wa heshima na kuvutia. Alipofika kwenye jengo refu la kioo lililoandikwa OMK Group Towers, moyo wake ulianza kudunda haraka. Alitembea kwenye korido safi yenye harufu ya marashi ya kifahari, akipishana na wafanyakazi waliovaa suti nadhifu, waliopendeza na kuvutia. Machoni pao, Khadija alikuwa kitu cha ajabu, urembo wa asili uliochanganyika na unyenyekevu. Alipofika mapokezi, alimkuta receptionist. Alitazama orodha ya ajira. "Samahani, ulisema nini? Kazi ya upishi ya kahawa wa bosi binafsi? Mbona hapa tujitangaza kazi ya aina hiyo?" Khadija alitoa macho yake kwa mshangao sana. "Ndiyo, rafiki yangu alinielekeza hapa jana, labda amekosea kampuni." Moyo wake ulianza kudunda kwa hofu sana. Alijisemea moyoni, "Wewe Jocelyn, wewe umenidanganya au ni mchezo wa kunichezea?" Alipogeuka kufungua mlango kuondoka, ghafla mlango wa kuingia ulifunguka na Omari akaingia akiwa amevalia suti nyeusi na glovu zake mkononi. Wakagongana moja kwa moja, kichwa cha Khadija kikagonga kifua cha Omari. "Samahani," akasema haraka. Omari alimsukuma haraka ili asipate shida, lakini Khadija alishindwa kujidhibiti, kidogo aondoke. Omari akamshika haraka mkono wake kabla hajaondoka. Muda ulisimama, macho yake yakakutana tena. Ilikuwa kama dunia imenyamaza vile. Wafanyakazi waliokuwa karibu waliguna kwa mshangao. Bosi wao alimgusa mwanamke. Hilo halijawahi kutokea. Aliweka mikono ya Khadija kwenye mabega yake. "Ni wewe." Omari alishangaa baada ya kumuona vyema. Khadija alikuwa bado anaibu, akasema kwa sauti ya chini, "Samahani sana bwana mkubwa. Mara zote nikikutana na wewe huwa nakuwa careless sana." Omari alitabasamu kidogo. "Usijali, upo sawa lakini?" Khadija alitikisa kichwa chake na kusema, "Nipo sawa." Akajitoa taratibu kutoka mikononi mwake, lakini Omari alikuwa amehisi kitu. Hisia ile ile ya usiku ule miaka mingi iliyopita. Roja ambaye alikuwa amesimama nyuma akitazama tukio lote, alijifanya haelewi kitu. Roja alitabasamu. "Wewe ndio Khadija, si ndio?" Khadija akajibu, "Ndiyo, mimi ndiye. Kuna rafiki yangu alinielekeza kuna kazi hapa, lakini nahisi nimekosea. Hata kazi yenyewe sijui kama ipo." Roja akatabasamu zaidi. "Usihofu. Hizo nafasi 3 ni maalum kutoka kwa ofisi ya juu. Uko sahihi, karibu ndani. Alafu utakutana na wenzio ambao wako kwenye interview." Khadija alifurahi akashusha pumzi. "Asante sana bwana, asante sana," alisema huku machozi yakimtiririka kwa furaha mno. Ndani ya chumba cha interview, Khadija aliingia na wanawake wengine wawili, wote walionekana wenye ujuzi, wenye nidhamu na ustadi wa upishi wa kahawa. Kila mmoja alipewa nafasi ya kuandaa kikombe kimoja cha kahawa maalum kwa wageni wa kampuni. Harufu ya kahawa ilitanda, lakini kikombe cha Khadija kilikuwa na uzuri wa kipekee, harufu laini iliyotulia yenye utamu wa kiroho ndani yake. Baada ya muda, majibu yakatoka. Roja alitoa ripoti na kusema, baada ya tathmini, aliyechaguliwa kwa nafasi hii ya kuwa mpishi wa kahawa ya bosi ni Khadija Haruna. Wengine wawili walinyamaza. Mmoja alikubali kwa tabasamu la kiungwana kabisa, lakini mwingine alitoka akiwa amesononeka sana, akimtazama Khadija kwa macho ya wivu. Khadija akashika kifua, machozi yalimtiririka. "Asante Mungu wangu, asante sana." Alimgeukia Roja kisha akasema, "Asante sana bwana mkubwa. Sijui niseme nini. Hii kazi ni muhimu sana maishani mwangu." Wakati huo Omari alikuwa ofisini akitazama video ya interview kupitia kamera ya ndani. Kila sauti ya Khadija, kila tabasamu lake na kila pumzi yake vilimrudisha miaka 8 nyuma. Aliona mwanamke ambaye kwa bahati mbaya aliwahi kupotea katika giza la kumbukumbu zake, na sasa amerudi akiwa na binti mdogo mwenye mask. Alishika kichwa chake taratibu. Huyu ndiye, yani hawezi kuwa mwingine. Macho yake yalijaa huruma lakini pia mapenzi mazito. "Sitaruhusu tena ulie kwa sababu mimi nipo kwa ajili yako," alijisemea haya maneno. Jioni ile Khadija alifika nyumbani, alihisi mchanganyiko wa uchovu na furaha. Baada ya kuandaa chakula cha jioni kilichokuwa na ladha nzuri na harufu ya kuvutia, alimaliza kupika chakula na kukiandaa mezani. Baada ya kupika chakula, Khadija alielekea shuleni kumchukua binti yake mdogo Swaumu, ambaye alitembea kwa furaha. Macho yake yalikuwa yaking'aa na yakisema, "Mama, leo kuna surprise gani? Unaonekana una furaha sana." Khadija alicheka, akijaza uso wake na furaha ya kweli. "Leo nina furaha sana binti yangu. Kwanza nataka useme, unataka kitu gani leo?"
Alimwambia hivyo huku akielekea kwenye supermarket moja iliyokuwa karibu na shuleni pale kwa kina Saumu. Saumu alifikiria kwa muda mfupi kisha akaanza kuchagua zawadi alizozitaka. Zawadi za kuchezea, vitabu vipya na pipi anazozipenda. Hadija alitabasamu. Alijua atamnunulia kila kitu kuanzia siku hiyo. Sawa binti yangu. Nitaenda kulipia vitu hivi kisha nitakuletea. Sawa? Hadija alipoingia ndani ya duka kulipia, Saumu alibaki peke yake akitazama rangi za bidhaa. Ghafla kwa bahati mbaya puto la Saumu liliruka na kukutana na msichana aliyejikokota taratibu kando yake. Saumu alikimbia na kulichukua, lakini aliishia kusukumwa kidogo mbali na msichana yule na kujigonga chini. Kisha alianza kulia huku akimtazama msichana huyo kwa macho ya hofu na mshangao. Msichana yule alitabasamu kwa upole na kusema, "Yaani huna aibu we mtoto? Ndio nini kukatiza mbele yangu kama paka?" Hadija aliposikia kilio cha Saumu, alikimbia haraka. Alimchukua Saumu na kumweka kifuani kwake. Alimkumbatia kwa nguvu sana. "Shida nini mama yangu?" aliuliza, moyo wake ukiwa umechanganyikiwa na hasira kidogo. Baada ya Saumu kuelezea kilichotokea, Hadija aliinuka. Macho yake alikuwa na ghadhabu kidogo na akamsogelea msichana huyo akamzaba kofi kidogo. Msichana huyo alishtuka na kisha kumwambia, "Unanipiga hivi? Hivi unanijua mimi ni nani?" Hadija alitabasamu kidogo kisha akasema kwa utulivu lakini kwa thabiti, "Ndiyo, nakujua vizuri. Unaitwa Morio, ni model na mtangazaji wa vipodozi mbalimbali na una sifa kubwa katika matangazo ya bidhaa. Lakini kuhusu hili tukio la kumsukuma binti yangu mdogo, litakufanya uonekane vibaya mbele ya umma." Morio alimtazama Hadija kwa mshangao kidogo. "Kwa hiyo unanitisha ukisukuma hiki kibindi chako? Eti binti mwenyewe hana adabu kabisa, cheki macho yake yalivyokuwa kama paka." Alisema kwa usemi wa hofu na ghadhabu kidogo. Alijiandaa kumzaba kofi tena Saumu, lakini Hadija haraka alitoa simu yake na kuanzisha Insta live. "Wote mnaona? Huyu ni Morio, kipenzi chenu, yani kipenzi cha watu wa Tanzania, na anainua mkono kwa mtoto mdogo kama huyu na kumpiga kofi kwa kumpania tu, na hata nilipojaribu kumkosoa ananirudishia kibao. Hii ni haki kweli?" Hadija alisema kwa sauti ya uthabiti na furaha. Ya kumlinda mtoto wake. Morio alishangaa kisha kamuuliza, "Unataka kufanya nini?" Hadija alipozima live akaelezea kwa utulivu, "Sioni shida kuharibu sifa yako kwa ajili ya kumlinda binti yangu. Lakini kama unataka amani, fanya kitu kimoja. Nataka umwombe msamaha mtoto wangu. Saumu yeye ni mdogo sana na hana hatia. Ila hili ni jambo la heshima sana kwa upande wako iwapo utafanya." Morio akiwa amerekebishwa kwa utulivu na Hadija na hasira kidogo, alimsogelea Saumu na kusema, "Naomba unisamehe sana mtoto mzuri." Saumu alitabasamu na macho yake yakionyesha kwamba ana furaha sana. "Ni sawa auntie, nimekusamehe, ila usirudie tena kuonea watoto tena." Hadija alitabasamu akamshika mkono binti yake, wakaondoka pamoja wakiwa na furaha mno. Asubuhi ilipochomoza, Hadija alienda kazini kwa mara ya kwanza. Alipofika OMK, alielekezwa moja kwa moja jikoni. Meneja wa eneo hilo alimkaribisha kwa ukarimu mkubwa sana. "Karibu sana Hadija. Leo utakuwa na majukumu madogo tu, lakini kubwa. Bosi wetu anapenda kahawa yake iwe bora sana. Ukifika mapema, hakikisha imeandaliwa kabisa kabla hajaingia ofisini." Hadija alijibu kwa heshima kubwa sana, "Sawa mkuu, nitajitahidi." Wafanyakazi wengine walimtazama kwa mshangao. Mrembo vile, mpole na mwenye heshima. Walijiuliza na vipi msichana kama huyu amekuja kufanya kazi za jikoni. Muda ulisogea na hatimaye Omari aliingia kazini. Harufu yake ya manukato ilijaza ofisi nzima. Hadija aliharakisha kuandaa kahawa yake, kisha akaibeba kwenye tray na kuelekea ofisini kwa bosi. Alibisha hodi taratibu na mlango ukafunguliwa kwa remote. Akasikia sauti tulivu ya kiume ikisema, "Ingia." Alipoingia alisimama kwa adabu, akaweka tray mezani na kuweka kahawa kwenye kikombe. "Habari za asubuhi bwana mkubwa," alisema kwa heshima kubwa sana. Omari hakujibu mara moja, alimtazama kimya kwa umakini wa ajabu, kana kwamba alikuwa anajaribu kukumbuka kitu. Hadija alihisi hofu, akanyanyua macho yake kidogo, akakutana na uso wa mwanaume mwenye muonekano wa mamlaka na utulivu. Omari alianza kunywa kahawa polepole, akitazama kando. Ilikuwa ni tamu, ladha yake tofauti na zote alizowahi kunywa. Alipomaliza hakusema neno. Hadija alisimama tu pembeni
aamue aseme nini. Baada ya muda mfupi, Omari alimwangalia na kusema kwa sauti ya chini, "Nenda, utarudi baadaye." Hadija akatabasamu kwa aibu na kutoka taratibu. Hakuwa na wazo lolote kwamba mwanaume huyu ndio baba wa mtoto wake. Omari alimtazama kwa macho mpaka alipotelea mlangoni. Kitu ndani yake kilimsukuma kumwangalia tena, moyo wake ukadunda kwa nguvu sana. Yeye mwenyewe alikuwa hajielewi. Kuanzia siku hiyo, kila asubuhi Omari alingoja kahawa ya Hadija. Kila siku alipokuja, alihisi amani fulani hivi isiyoelezeka ndani mwake. Lakini weekend iliwadia, tatizo likazuka. Siku hiyo OMK Group walikuwa na shooting kubwa sana ya tangazo la bidhaa mpya. Roger alifika nyumbani kwa Omari asubuhi sana, akamkuta bado yupo nyumbani. "Bosi, leo tuna shooting na yule model anasumbua sana. Tunahitaji uwepo wako." Roger alisema kwa sauti ya haraka. Omari akamwangalia taratibu na kusema, "Kama Hadija hayupo leo basi mimi siende." Roger alishtuka mno, "Lakini bosi, leo ni weekend, sio siku ya kazi. Hadija hawezi kuja ofisini." Omari alitulia sekunde kadhaa kisha akasema, "Basi fanya lolote vile, lakini hakikisha kwamba anakuja. La sivyo mimi siji, yani sitoki kabisa humu nyumbani." Roger alijikuta akishusha pumzi nzito sana. Angewezaje kumfanya Hadija aje kazini siku ya mapumziko? Akakumbuka pia Hadija ana mtoto mdogo na weekend hana pa kumwacha. "Bosi, yule ana mtoto pia, hebu kumbuka basi." "Hata akija naye haina shida, mtoto yule ni wa kwangu, kumbuka." Roger alishusha pumzi nzito kisha akasema, "Sawa." Baada ya kufikiri sana aliamua kumpigia simu. Wakati huo Hadija alikuwa nyumbani akimsuka nywele Swaumu, wakicheka kwa furaha mno. Simu yake iliita ghafla, namba ya Roger ikaonekana. Alishtuka kidogo na moyo wake kupata uoga. "Hello Mr. Roger." Roger akaanza kwa sauti ya upole, "Samahani sana kwa kupigia weekend, Hadija. Lakini bosi ameagiza uje kazini leo. Ana kazi maalum na ametaka wewe binafsi uwepo." Hadija akawa ameshangaa. "Leo? Lakini leo ni weekend. Binti yangu yuko nyumbani, sina kumwachia." Roger akamjibu, "Bosi anasema kwamba unaweza kuja naye tu, kwa hiyo usiwe na hofu. Anaipenda sana kahawa yako. Amesema leo ni lazima anywe kahawa kutoka mikononi mwako." Hadija akavuta pumzi ndefu mno. "Lakini sijui kama hii ni sahihi," alisema kwa sauti ya aibu. Roger akamjibu, "Huna haja ya kuwa na hofu, wewe mlete tu, bosi ameruhusu." Hadija akamwangalia Swaumu ambaye alikuwa akicheka huku akijaribu kushika nywele zake mwenyewe. Alikuwa ni binti ambaye hana shida kabisa. Alikuwa ni binti ambaye muda mwingi sana yeye alikuwa na furaha. "Basi sawa," alisema mwishoni Hadija. "Ngoja nijiandae na kuja naye sasa hivi." Roger akakata simu akamtazama Omari na kusema, "Amesema anakuja naye." Omari tabasamu kwa mara ya kwanza siku hiyo. "Vizuri sana," alisema taratibu. "Labda leo nitabahatika kuiona sura ya malaika wangu mdogo." Hadija alifika ofisini akiwa amemshika mkono binti yake Swaumu. Mara tu alipoingia ndani, alihisi tofauti. Mazingira yalikuwa tofauti na siku zingine za kazi za kawaida. Hewa ilikuwa na harufu ya manukato mazuri, muziki wa taratibu ulisikika kutoka upande wa ndani. Na watu walikuwa wakizunguka huku na kule wakiwa na vifaa mbalimbali. Wengine walishika kamera kubwa, wengine walishika boom mic, na wengine walihangaika na taa kubwa za studio light. Ilikuwa ni kama movie au tangazo ambalo lilikuwa linarekodiwa. Hadija alisimama kwa sekunde kadhaa akitazama kwa makini, macho yake yakizunguka kila pembe kwa udadisi. Kwa sauti ya chini alimuuliza binti yake, "Swaumu, leo hapa kuna nini? Hawa watu mbona ni wakina nani?" Swaumu kwa macho ya ajabu akamjibu, "Mama, labda wanacheza sinema kama vile wanavyofanyaga YouTube." Hadija alitabasamu kidogo, lakini ndani ya moyo wake alikuwa na swali moja tu. Hivi kwa nini Roger ameniita ofisini leo? Na kwa nini hawa watu wote wako hapa? Alimtazama binti yake kwa upendo kisha akamwambia, "Binti yangu, kaa pale kwenye benchi la garden karibu na yale maua. Usiende mbali, mama anaenda kuuliza kidogo, sawa?" "Sawa mama, ila nitakuwa na kutazama kutokea hapa, usinipotee, sawa?" "Sawa binti yangu." Hadija akamgusa shavuni kwa upole kisha akapumua kwa nguvu na kuanza kutembea kuelekea eneo la ndani. Alipozidi kusogea aligenda ghafla alimuona Morio. Yule msichana mrembo maarufu mwenye sura iliyojipodoa kwa ustadi na mavazi ya kifahari, kana kwamba anatoka kwenye jarida la fashion. Watu walikuwa na mpodoa, wengine wakimnyunyiza manukato
na kamera zilielekeza kwake. Ndipo Hadija akatabasamu kwa ndani. Sasa naelewa, kumbe ni tangazo linachezwa hapa. Lakini kabla hajamaliza kushangaa, gari lenye rangi nyeusi likaingia kwenye geti. Lile lilikuwa ni gari la Omari. Kila mtu alikuwa anajiweka sawa kwa maana bosi alikuwa ameshafika. Morio alipoliona gari lile, alijikaza sana. Alijua hii ni nafasi yake kung'aa. Labda hata kupata deal zingine zaidi kutoka kwa Omari. Alikimbia kuelekea pale kwa kasi, nywele zikipepea kwa nyuma, manukato yakisambaa hewani. Lakini ghafla macho yake yakakutana na sura ya mtoto mmoja aliyekuwa amekaa upande wa benchi, Swaumu. Uso wake ukabadilika mara moja tu. Akatulia kwa sekunde chache kana kwamba ameona roho. Yule mtoto. Yule. Yaani yule ndio yule. Aliyentia aibu supermarket. Aliwaza kwa hasira. Aliposogea zaidi akamuona pia Hadija akiwa amesimama karibu naye. Hasira zikamjia kwa kasi. Alienda moja kwa moja na kumwambia kwa sauti ya ukali, "Wewe unafanya nini hapa? Hii sio sehemu ya watu wa kawaida kama wewe. Hapa sio sokoni dada." Hadija alitabasamu taratibu kisha akasema, "Nimekuja kazini binti." Moyo alicheka kwa dharau. "Kazini? Unadhani hii kampuni ni mgahawa wa watu wanaokuja kupika mlo maalum na kuondoka? Hii ni kampuni yenye miradi ya kimataifa na matangazo. Sio kila mtu anaweza kuingia na kutoka humu." Hadija alimtazama kwa utulivu, akavuta mikono yake kifuani, akasema kwa sauti laini lakini yenye msisitizo, "Sawa, lakini kabla mambo hayajawa makubwa, msubiri yule mwanaume pale afike. Yeye ndiye bosi wangu. Akimuulize kama kweli mimi nipo kazini au la." Moyo alicheka kwa kejeli kisha akasema, "Huyo mwanaume, yani unamaanisha Omari? Wewe unaota au? Mtu kama yeye hawezi kuajili mwanamke kama wewe. Yani ambaye hata mavazi yanaonyesha kama wajitahidi tu kuonekana kama uko mjini lakini wapi. Yani shambageli mkubwa wewe. Ondoka hapa." Hadija alitabasamu kwa utulivu kisha akasema, "Tuone basi, usikimbilie kuhukumu kabla hujajua ukweli." Moyo aligeuka kwa hasira, akakimbia kuelekea upande wa gari la Omari. Meneja wake akamfuata kwa nyuma kwa hofu. Swaumu aliyekuwa ameketi pembeni alitazama yote haya kwa macho yake makubwa kisha akamwambia mama yake kwa sauti ndogo, "Mama, upo salama kweli hapa? Huyu anti ujue ni mkorofi sana." Hadija alitabasamu huku akimshika mkono mwanae. "Usiogope mwanangu, mama yupo hapa. Hakuna mtu atakayekudhuru. Sawa mrembo wangu? Mungu yupo nasi kila wakati." Swaumu alitikisa kichwa kwa upole na kusema, "Sawa mama." Wakati huo Morio alikuwa amefika kwa Omari akitabasamu na kutaka kumsalimia kwa mkono. "Hi boss, nilikuwa nasubiri kukuona kwa hamu nyingi sana." Lakini Omari akampita kimya, akimwangalia tu na kutamka kwa sauti ya kawaida bila kupokea mkono wake, "Ni kwema sana." Kisha akapita moja kwa moja kuelekea pale aliposimama Hadija na Swaumu. Kamera zilianza kupiga picha kimya. Watu wote wakabaki wameduaa. Morio alibaki amesimama pale akiwa ameduaa, mikono yake ikitetemeka, midomo yake ikiwa imekosa maneno. Haiwezekani. Yaani Omari amenipita mimi alafu anakwenda kwa yule mwanamke? Wivu, aibu na hasira vikaanza kumchanganya kichwani. Hadija aliyekuwa akimwona Omari akija, alinyanyuka kwa heshima huku akiwa akamshika mkono Swaumu. Omari alitabasamu kidogo, macho yake yakionyesha furaha ya dhati. "Asante kwa kuja Hadija. Nilihitaji sana kahawa yako leo." Watu wote wakatazamana kwa mshangao. Roja akainama taratibu akijua kwamba hali ya Morio iko mbioni kubadilika kabisa, maana alikuwa ameshapata hasira. Maneno haya yalikuwa kama mshale moyoni mwa Morio, aliyebaki amesimama mbali kidogo, uso wake ukianza kubadilika. Mara ghafla akahisi damu ikipanda kichwani, uso wake ukawa umekolea wekundu kama mtu aliyechomwa na aibu kali. Huyu mwanamke tena, aliwaza kwa hasira akioma midomo yake chini. Watu waliokuwa eneo hilo walianza kunong'ona, midomo yao ikicheza kimya huku macho yao yakitazama Hadija na bosi. Roja ambaye alikuwa amesimama karibu na kamera aligeuza uso wake pembeni akijua wazi kwa Morio hata kaa kimya. Hadija alijaribu kujizuia kujihisi vibaya mbele ya umati huo, lakini macho ya watu yalikuwa mazito juu yake. Hata hivyo alijipa nguvu, akakaa kimya huku akitabasamu kidogo. Omari akasogea karibu zaidi, akachukua kikombe kilichokuwa mezani kisha akasema, "Kama kawaida yako, najua kahawa itakuwa safi." Hadija alinyanyua macho yake polepole kumtazama. "Asante sana bosi. Nimejitahidi tena kwa mara nyingine." Maneno haya yaliamsha kitu ndani ya Omari. Sauti yake ilikuwa laini, yenye heshima ya kweli, tofauti kabisa na wanawake wengi aliokuwa akiwafahamu wao walikuwa wakifanya nao kazi.
Macho yake yalikaa kwa muda mfupi usoni kwa Hadija aliyekuwa amejishika mikono yake kifuani, akitazama kila kitu kwa udadisi wa mtoto mdogo. Omari alitabasamu kwa upole kisha akasema, "Huyu ndiye binti yako?" Hadija alitabasamu kwa fahari ndogo kisha akasema, "Ndiyo, anaitwa Swahum." Omari akainama kidogo mbele ya mtoto. "Wewe ni mstaarabu sana. Hongera." Swahum alitabasamu kwa aibu akasema kwa sauti ndogo, "Asante anko." Moria aliyekuwa bado amesimama upande wa pili hakuweza kuvumilia zaidi. Akatembea kwa kasi, vizigino vyake vikigonga sakafu kwa nguvu, kana kwamba kila hatua ilikuwa ni risasi ya hasira. "Excuse me," alisema kwa sauti kali ambayo ilikatisha mazungumzo yao. Watu wote wakageuka kumtazama. "Omari, hivi huyu mwanamke ndio yule msaidizi wenu mpya wa jikoni, sio? Au leo mnafanya tangazo la vinywaji vya kahawa na yeye ndio mhusika mkuu?" alisema akicheka kwa dharau, akitupa macho yake kwa wapiga picha. Hadija alitulia kimya akimtazama Morio kwa macho ya upole, hakusema neno. Omari alitazama uso wa Morio bila hisia yoyote ile. Alipomjibu, sauti yake ilikuwa ni thabiti, yenye utulivu lakini yenye uzito uliofanya kila mtu anyamaze. "Huyu ni mfanyakazi wangu kama wengine, anafanya kazi yake kwa bidii, na ndio maana nilimwomba aje leo. Huna sababu ya kumdhalilisha." Kauli hiyo ilikatiza hewani kama radi ya ghafla. Morio alitetemeka kwa hasira akashinda kujizuia. "Kumdhalilisha? Wewe unaniambia mimi hivyo kweli? Mimi hapa ni Morio. Nilijenga jina la kampuni hii kwa matangazo yangu kwa kujitetua. Leo hii inaonekana mbaya kwa mwanamke wa jikoni? Leo hii inaonekana vibaya kwa sababu ya mwanamke huyo jikoni? Wewe ni kuniambia mimi hivi?" Roger alijaribu kumpa ishara kimya kwamba anyamaze, lakini hakuwa tayari. "Huyu mwanamke alinisababishia fedha nyingi sana pale supermarket. Okay fine, sijai kukwambia au sijai kumwambia mtu yoyote, lakini alinidhalilisha sana. Yeye na kabinti chake yako aliniweka live kwenye mitandao, akanifanya niombe msamaha kwa mtoto wake. Na leo hii unampa nafasi ya kufanya kazi na wewe kwa ajili ya kahawa yake tu, au?" Aliendelea kwa hasira huku watu wakijaribu kumtuliza. Omari hakutikisika, alimsogelea Moria hatua mbili hivi, macho yake yakimtazama kwa ukali lakini bila kelele. "Morio, sikatai mchango katika kazi, lakini kuna mipaka. Huyu mwanamke hajakosea chochote kile hapa. Heshimu kazi yake na uwe na nidhamu mahali pa kazi. Umenielewa?" Maneno hayo yalimuuma sana Morio zaidi kuliko tusi lolote. Alijikaza na machozi ya hasira yakaanza kuja machoni. Kisha akasema kwa sauti ya juu kidogo, "Okay, sasa naona. Kumbe huyu mwanamke ana nafasi maalum sana kwako kuliko mimi, si ndio? Unafikiri sijui? Wanaume kama wewe mnaweza kuanguka kirahisi mbele ya sura za kina Hadija wa mtaani, mgidhani wanafaa. Kumbe wapo kwa tamaa na maslahi yao tu. Elewa hilo. Yaani huyu mwanamke hakupendi, anachotaka kwako ni pesa tu." Hadija alihisi damu ikikimbia mwilini. Maneno hayo yalimgonga kama kisu. Akashika mkono wa Swahum kwa nguvu lakini akabaki kimya. Omari alijibu kwa upole kisha akasema, "Ukimaliza hasira zako unaweza kuondoka. Kazi ya leo itaendelea bila wewe." Morio alicheka kwa uchungu. "Unanifukuza?" "Wewe, unanifukuza kwa ajili yake? Sawa, haina shida." Hakungoja jibu, aligeuka kwa hasira akapiga hatua za haraka kuelekea langoni. Alifuta machozi kwa mkono wake huku kamera zikibaki zinanasa kila kitu. Ukimya mzito ulitanda eneo lile. Omari akageuka taratibu, macho yake kimtazama Hadija. "Samahani kwa usumbufu huu. Sitaki ujisikie vibaya kwa kilichotokea." Hadija alitikisa kichwa chake taratibu na kusema, "Hakuna tatizo boss, nilizoea dharau. Ila siku zote siwezi kuzima heshima yangu kwa mtu yeyote yule." Omari tabasamu kidogo akamwangalia kwa muda kisha akasema, "Na hiyo ndio sababu ambayo nakuheshimu sana Hadija." Kisha akageuka kuondoka taratibu kuelekea ofisini kwake akiwa amebeba kikombe chake cha kahawa mkononi. Hadija akamtazama akiondoka, moyo wake ulijaa hisia ambazo yeye mwenyewe alikuwa hazielewi. Kwa mara ya kwanza hakujihisi tu kama mfanyakazi, alijihisi kama kuna kitu tofauti. Kitu kizuri kilichoanza kuchipua kimya ndani ya moyo wake kati ya yeye na bosi wake. Baada ya kisa kizima cha Morio kuondoka kwa hasira, kampuni nzima ya OMK Group ilitulia kama kaburi. Watu walikuwa wakitembea kimya, kila mtu akiwa na fikra zake. Ukimya ulitawala hadi ofisini kwa Omari, ambapo Roger alikuwa amesimama mbele yake huku uso ukionyesha hasira iliyochanganyikana na hofu. "Bosi," alisema Roger kwa sauti ya chini yenye uzito. "Hili jambo ujue umelichukulia kwa rahisi sana.
Unajua kabisa Morio sio mtu wa mchezo. Akikasirika ni rahisi kumwaga sumu kila sehemu. Hatuna muda mwingine wa kuigiza nafasi yake. Na leo hii kazi lazima ifanyike. Ni muhimu sana. Tafadhali muite muombe radhi ili aweze kurudi kazini. Omari aliyekuwa amekaa kwenye kiti chake cha ngozi alitazama moja kwa moja uso wa Roger. Midomo yake ikavuta tabasamu dogo la kebehi. Roger, nahisi umechanganyikiwa, alisema taratibu. Unataka nimfuate mwanamke aliyenidhalilisha hadharani kwa maneno yake kipuuzi? Unajua kabisa kuwa siwezi fanya ujinga. Lakini bosi, Roger alijaribu tena. Unajua sio rahisi kumpata mtu yote mwenye confidence kama yake mbele ya kamera. Anafanya kazi kwa moyo, watu wanampenda. Huo ndio ukweli. Omari alikataa maneno yale na kusema, anafanya hivyo kutafuta umaarufu, sio mapenzi ya kazi. Mimi siwezi kumuomba, aende tu, na akijisikia kurudi atarudi mwenyewe. Nafasi yake iko wazi. Kauli hiyo ilimvunja moyo Roger. Akavuta pumzi ndefu, akatikisa kichwa chake kisha akageuka na kutoka ofisini huku akionyesha kukera. Alipotoka nje moyo wake ulikuwa umechemka kama maji ya moto. Wakati huo Adija alikuwa akija ofisini akiwa amebeba tray yenye kahawa ya bosi. Aliingia taratibu akiwa bado hana habari ya chochote kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Alipofika mlangoni, Roger alitoka kwa kasi, wakapishana kidogo. Macho yake yalimwangalia Hadija kwa sekunde chache, lakini hakuongea. Aliendelea tu na safari yake akionekana mwenye mawazo mazito mno. Hadija aliingia ndani. Omari alikuwa amekaa kimya, macho yake yameelekea dirishani akitazama anga ya mchana lilokuwa na jua kali. Aliposikia mlango unafunguliwa aligeuka taratibu. Karibu Hadija, alisema kwa sauti ya utulivu mno. Hadija aliweka tray ile mezani akatabasamu kwa heshima. Kawa yako bosi. Jua ni kali sana leo. Nilihisi usingehitaji kahawa. Omari akainuka taratibu. Ndio maana hukutaka kuja? Alisema huku akimtazama kwa makini. Lakini ilikuwa lazima uje. Hadija alibaki kimya kwa sekunde chache akijaribu kuelewa. Umeniita kwa ajili ya kahawa? Aliuliza kwa sauti ya chini. Omari hakujibu neno mara moja. Alimsogelea hatua mbili mbele, macho yake kimtazama kwa undani. Kisha bila kutarajia akaushika mkono wake, mikono yao ikagusana, moto wa ajabu ulipita mwilini mwa Hadija. Alishtuka kujaribu kuutoa mkono wake lakini Omari aliuvuta zaidi karibu yake. Unanifanya nishinde kujizuia, alisema kwa sauti ya chini nyeusia. Sijui ni nini unachonifanya Hadija, lakini nimekuwa addicted sana na wewe. Siwezi maliza siku yangu bila kukuona. Hadija alihisi pumzi zake zikiwa zinamkata. Moyoni mwake kulikuwa na mchanganyiko wa hofu na hisia kali za upendo ambazo hakuwa tayari kuzikili. Alimwangalia Omari, macho yake yalikuwa yakitetemeka mno. Bosi, alijaribu kusema lakini sauti yake ilimganda. Omari alinama taratibu, uso wake kukaribia uso wake. Dakika moja tu kabla midomo yao haijagusana, Hadija alijikaza kwa nguvu akajitoa kwa haraka na kutoka mbio ofisini, akiwa amechanganyikiwa mno. Omari alibaki amesimama katikati ya ofisi yake, pumzi zake zikiwa nzito mno. Akishika kichwa kwa mikono yake, alijikuta kitabasamu kwa uchungu. Nilijua, alijiambia kimoyomoyo. Sijawahi kuhisi hivi kwa mtu yeyote yule isipokuwa ni wewe. Nje ya ofisi Hadija alikuwa ametembea kwa kasi mno, moyo wake ukipiga kwa nguvu. Akapumzika kidogo mlangoni, akavuta pumzi na kujitazama kwenye kioo cha ukutani. Uso wake ulikuwa umepoteza rangi. Alijaribu kutulia lakini akili yake haikutulia. Akiwa bado anajitafuta, macho yake yalimuona Roger akiwa amekaa kwenye benchi karibu na Swaumu. Aliwasogelea taratibu akijaribu kujifanya kama hakuna kitu ambacho kimetokea. Roger ambaye alikuwa akijaribu kuondoa mawazo mabaya ya bosi wake, alianza kumzungumza na mtoto yule kwa upole. Kwa nini hupendi kuvaa maski yako Swaumu? Aliuliza kwa upole. Swaumu alicheka kidogo. Si kwamba sipendi, lakini na allergy. Mama alisema nisitoe, maana nikitoa nitaanza kupumua vibaya. Sio mimi tu ninayevaa maski. Hata yule anko mrefu aliingia ndani naye anavaa maski pia, si ndio? Roger alitabasamu na kusema, unamaanisha bosi wangu? Swaumu akatikisa kichwa kisha akasema, ndio, yule. Lakini yeye anapenda tu kuvaa, Roger akacheka kidogo kisha akasema, anapenda kuvaa maski hata kama joto ni kali leo. Labda ni tabia yake tu. Swaumu akasema kwa sauti ya upole, basi yeye hajipendi. Natamani ningekuwa sawa kama wengine, nisingevaa mask bila kuumia. Au labda naye ana mzio kama mimi. Roger akasema taratibu,
Hapana, yeye yupo sawa kabisa. Kisha akamwangalia yule mtoto kwa makini akishangaa jinsi macho yake yalifanana na mtu fulani. Akatabasamu kwa upole na kuongeza, lakini itakuwa ukweli Saumu, unafanana sana baba yako alivyokuwa mdogo. Maneno hayo yalitoka bila kujua, akajikuta kinyamaza ghafla, akigundua amejikwaa vibaya kwa kuongea maneno hayo. Saumu akamwangalia kwa macho makubwa. Umemwona baba yangu wapi wewe? Niambie. Usinifiche. Wakati huo Hadija alikuwa amekaribia pale kabisa, alihisi kama moyo wake umepigwa shoti ya umeme. Aliharakisha mwendo, uso wake ulibadilika ghafla. Roja, aliita kwa sauti ya mshtuko. Umesema nini? Roja alinyamaza, uso wake ulipoteza rangi. Saumu akageuka kumtazama mama yake. Alikuwa anaonekana hana hatia yoyote. Kimya kilitanda kwa sekunde kadhaa. Hewa ya upepo tu ndio iliyosikika. Roja alishusha pumzi ndefu akijaribu kutafuta maneno ya kusema, "Samahani Hadija, Lakini kabla hajamaliza macho ya Omari yalionekana mbali. Akija taratibu kutoka ofisini. Hadija akamgeukia, moyo wake ulipiga kwa nguvu. Na hapo Roja akapata nafasi ya kutoroka. Baada ya mazungumzo yale mazito, Roja aliwatazama Hadija na Saumu kwa tabasamu na kujifanya kama hamna lolote lile. Basi nitaondoka sasa, kuna kazi kidogo natakiwa kumalizia ofisini. Alisema kwa sauti ya kawaida akijaribu kuficha wasiwasi aliokuwa nao. Hadija naye ingawa moyo wake ulikuwa na mashaka alijibu kwa upole, "Sawa, asante kwa kuongea na Saumu." Roja akampungia mkono yule mtoto na kusema kwa tabasamu, "Tutaonana tena mrembo, usinisahau." Saumu akacheka, "Sitakusahau anko, lakini usiseme tena kama nafanana baba yangu, sawa?" Roja alijikuta akinyamaza kwa sekunde chache akajibu kwa sauti ya chini. Kisha akaondoka taratibu kuelekea ofisini kwa Omari. Hadija akabaki amesimama pale akiwa kimya kabisa, macho yake yakitazama mbali kana kwamba anajaribu kutafuta majibu hewani. Alijua kabisa maneno ya Roja yalikuwa na maana nzito sana, lakini asingethubutu kuuliza. Ukweli ni kwamba ingekuwa ni aibu sana watu kujua kwamba hata yeye mwenyewe hamfahamu baba wa mtoto wake. Hivyo aliamua kubaki kimya kwa sasa. Swaimu alivuta taratibu mama yake mkono. "Mama, Uncle Roja ana shida gani? Eti kasema nafanana na baba yangu?" Aliuliza kwa sauti ya upole. Hadija alijikaza kutabasamu. "Acha bana, Uncle anakutania tu mwanangu. Baba yako ni malaika, yuko zake mbinguni." Swaimu akainua macho yake safi akatabasamu kwa huzuni. "Natamani ningemuona hata siku moja." "Inshallah mwanangu, ipo siku utamuona." Hadija akamwambia kwa upole huku akimkumbatia kwa nguvu mno. Wakati huo Roja alikuwa ameshafika kwa Omari. Alimkuta bosi wake amekaa kimya akitazama huku akishika glasi ya maji mkononi. "Unataka kufanya nini pale sasa?" Omari aliuliza ghafla bila hata kumwangalia. Sauti yake ilikuwa ni nzito na yenye utulivu. Roja alisogea kwa hatua moja mbele kisha akasema, "Nisamee bosi, niliteleza ulimi tu. Nilikuwa sijapanga kusema chochote kile. Yule mtoto anaongea vizuri mno, lakini kwa namna nilivyomuona, kama dalili zote zinaonyesha kwamba yule ni mwanao na mama yake ndio yule mwanamke wa zamani. Kwa nini usiweke mambo yote sawa? Kwa sababu tumeshajua kwamba ni wao." Omari akageuka taratibu akamtazama moja kwa moja usoni. Tabasamu dogo likatokea pembezoni mwa mdomo yake. "Sitaki mambo yawe rahisi hivyo Roja," alisema kwa upole lakini uthabiti. "Miaka 8 aliyokuwa akiishi Hadija bila mimi, hastahili kujua ghafla kwamba mimi ndiye baba wa mtoto wake. Inabidi nifanye kitu taratibu, nimfanye aniamini, anipende tena. Halafu nitamwambia ukweli hatua kwa hatua." Akasimama akatulia kidogo kisha kaongea. "Zaidi yoyote nataka kumtibu binti yake. Fanya utaratibu kufuatilia daktari nani ambaye anaweza kufanya haya mambo au matibabu kwa haraka sana. Nataka kujua anachopitia gharama zake ni shilingi ngapi. Sitaki mtoto wangu aje kuteseka kama mimi nilivyoteseka. Sitaki mtoto wangu ateseka kama mimi nilivyoteseka." Roja akatikisa kichwa chake kwa heshima kisha akasema, "Sawa boss, nitafanya hivyo." Omari akamwangalia tena kwa macho yenye uzito na siri nyingi sana. "Lakini kabla ya yote, wataonyesha watu wote hapa. Waambie kazi ya leo imehairishwa. Tutaendelea wiki ijayo." Roja alionekana kuwa tayari kidogo. "Bosi, itabidi niongee na director kwanza. Hatuna muda kupoteza. Huwezi kufuta kazi bila mpango. Tutaharibu ratiba." Omari akatabasamu kwa utulivu kisha akasema, "Linapokuja swala la kazi, yani huwa siwezi kukushinda kabisa Roja. Fanya unachofanya. Hakikisha mambo yanaenda sawa." Baadaye Roja alirudi kwa director, wakakaa meza moja wakajaribu kupanga. Director alisema kwa huzuni,
Tatizo ni kwamba watu wote walikuwa kwenye orodha ya active models wako nje ya mji kwa sasa. Hatuna mtu. Roger alishusha pumzi kisha akasema, hiyo ni shida kubwa. Tunahitaji mtu. Wakati wakijadiliana kwa wasiwasi, Hadija aliyekuwa amesimama karibu akisafisha sehemu ya mapambo ya studio aliwasikia. Akasogea kwa heshima kisha akasema, samahani, alisema kwa sauti ya utulivu. Lakini kama mnakubali, naweza kufanya hiyo kazi. Roger akamgeukia akitabasamu kwa mshangao. Hii sio kazi ya jikoni Hadija, ni tangazo la video. Inahitaji ubunifu wa hali ya juu, pia ujasiri. Hadija akatikisa kichwa chake taratibu na kusema, niliwahi kuwa mwigizaji nikiwa high school, nilikuwa na kipaji kizuri, ingawa niliacha, lakini kama mtanipa nafasi ya kujaribu, nitafanya kwa moyo wangu wote. Director alimwangalia juu chini, akionekana kama mwenye shaka. Hii kazi sio ya mchezo Hadija, inahitaji mtu mwenye uzoefu. Lakini Roger kwa kumheshimu na pia kwa kusikia ule ujasiri ndani ya sauti yake akasema, tufanye jaribio director. Kama ataweza basi tutakuwa tumepata suluhisho. Director akakubali kwa shingo upande. Sawa, tutajaribu basi. Tangazo lilikuwa rahisi lakini lenye maana. Mwanaume anatoka safari, anamwona mpenzi wake amemaliza kuogelea, anamsaidia kutoka kwenye swimming pool, anampa taulo na anacheka. Kisha anamwambia kwa kuna surprise kwa ajili yake. Mwanamke anakubali kwenda, wanaingia kwenye gari. Machoni pake amefungwa kitambaa chepesi cha hariri. Gari linapofika, kitambaa kinaondolewa mbele yake. Kuna mjengo wa kifahari mkubwa sana, wenye mandhari ya kisasa, milango ya kioo, bustani ya kijani na fanicha za bei ghali. Mwanamke anashangaa, anamkumbatia mpenzi wake kwa furaha. Mungu wangu, hii ni zaidi ya zawadi, wewe ni bora sana. Mwanaume akatabasamu. Shukrani ziende kwa OMK Group. Wametutengenezea nyumba nzuri sana. Kwa vifaa vyao vizuri na ujenzi wao bora, ndoto hii imekuwa kweli. Kisha kamera ikamfuata Hadija ikiangaza uso wake kwenye kamera. Kwa nyumba imara nzuri za kisasa, chagua OMK Group. Vifaa vyao ni bora kwa dunia nzima. Tangazo lilipomalizika, director alibaki ameduaa, macho yake yalionyesha mshangao wa kweli. Alifanya kama mtu mwenye uzoefu wa miaka mingi, alisema kwa mshangao. Huyu ameigiza uhalisia kabisa. Roger alitabasamu akainama kwenye kiti chake. Nilihisi ndani yangu huyu mwanamke sio kawaida. Baadaye walimtumia video hiyo Omari ofisini kwake. Omari alipoiwasha, macho yake hakuweza kuondoka kwenye screen. Alitazama kila sekunde, kila tabasamu, kila mionekano ya Hadija. Baada ya dakika chache alijikuta akitabasamu kwa upole. Huyu mwanamke ni multi-talented. Alijisemea taratibu, hata sijui ni kitu gani kingine bado hajawahi kunionyesha. Sijui nini anacho kingine cha ziada. Kisha akaweka video pembeni, akabaki ameangalia picha ya Hadija iliyokuwa kwenye file lake la siri. Muda ulikuwa umeenda mbali sana, ulikuwa umeenda sana. Anga lilikuwa limejaa utulivu wa usiku na upepo mwanana uliokuwa ukipuliza taratibu. Saumu alikuwa amechoka kupita maelezo na hapo kwenye kiti cha studio alala usingizi. Hadija alimtazama binti akapumua kwa uchovu. Huyu mtoto anateseka jamani, anateseka sana. Alijisemea kisha kainama akambeba mgongoni. Alionekana mdogo lakini uzito wake ulimchosha sana Hadija ambaye naye alikuwa amechoka mno. Wakati anatoka nje ya jengo, Omari akasogea haraka. Acha nikusindikize nyumbani, alisema kwa sauti ya kujiamini. Hadija alishtuka. Hapana bosi, sitaki kusumbua, nitachukua tu daladala. Omari akatikisa kichwa chake kisha akasema, usiku huu? Hapana, na mtoto amelala. Hapana kwa kweli, nitakusindikiza. Hadija alijaribu kukataa mara kadhaa lakini Omari hakutoa nafasi. Mwisho alinyamaza tu, alikosa namna. Kwa upole mkubwa Omari alimsogelea Hadija akamtoa Saumu mgongoni. Hadija alitetemeka kidogo kwa hofu, si hofu ya kijinga bali alikuwa anawaza kuhusu ule uzio wa mtoto wake, asije kaanza kujiwasha. Bosi, hewa yako, sijui kama utaweza. Lakini kabla hajamaliza, cha kushangaza kilitokea. Saumu aliendelea kulala kwa utulivu kabisa bila hata kukohoa, bila usumbufu wowote ule, kama amezaliwa kuwa hapo. Hadija alishtuka. Hii inawezekanaje? Haikuwa rahisi kwa Saumu kukaribiana na mtu mwingine kwa karibu huo. Omari alikuwa amegundua maana ya hisia za Hadija. Alimtazama tu yule mtoto kwa upendo na hakutarajia kwamba yeye angekuwa na mtoto. Alimtazama akiwaza mingi sana. Miaka 8 bila mwanae. Je, watakuwa wameteseka au waliishi maisha gani? Roger alifungulia mlango wa gari kisha akawaga kwa mkono. Mimi narudi ofisini kumalizia kazi ya ziada, alisema. Omari akawa dereva, Hadija akawa kwenye kiti cha mbele na Saumu alikuwa amelazwa kwenye siti za nyuma.
Baada ya ukimya mfupi, Omari akauliza kwa sauti ya upole sana, Hadija, una mpango gani sana kuhusu matibabu yake sasa? Huo uzio utaki kuacha ufike ukubwani, utamtesa sana. Hadija alishia pumzi ndefu sana, macho yakimlenga machozi. Natamani ningekuwa na uwezo, ningempata mtu wa kuendana naye damu ili afanyiwe matibabu ya haraka ya damu. Ningeisafisha damu yake yote, lakini sina uwezo hata wa kumwona daktari bingwa. Na huyo mtu wa damu ya kufanana naye, yani bado sijamuona. Omari tabasamu iliyochanganyika na maumivu. Rohoni mwake akajua kwamba yeye ndio baba wa Swahum na damu zao zinafanana kabisa. Lakini badala ya kusema, alimuuliza tu kwa sauti laini, vipi kuhusu baba yake? Yeye anasemaje kuhusu hali yake? Hadija alinyamaza, hata pumzi yake ilibadilika na hakuweka neno lolote lile. Omari alivuta pumzi, akaona dhahiri maumivu ndani ya ukimya wake, na kwa busara na upole hakulazimisha tena kujibiwa. Gari lilikuwa limetulia, barabara yenye mwanga hafifu, upepo unaovuma kwa upole, na hatimaye Hadija naye akapitiwa na usingizi. Omari aligeukia hao wawili kwa macho yenye upendo mzito. Mama na mtoto wake wote wamelala kando yake. Alihisi amani ambayo hajawahi kuipata kwa miaka mingi maishani mwake. Amani ya kweli. Nitafanya kila linalowezekana muwe salama, alijisemea moyoni mwake. Lazima nikutibu mwanangu, na wewe lazima nikutibu. Walipofika mtaani alikokuwa anakaa Hadija, Omari aliamsha kistaarabu. Hadija alishtuka kidogo, akajinamia kwa aibu. Samahani sana bosi, nilikuwa nimelala. Ni sawa, Omari alitabasamu. Kwa muonekano wa nje, nyumba ilikuwa ni ya kupanga na ilikuwa nyumba kawaida sana, kubwa kwa nje lakini katika mtindo wa Uswahili zaidi. Wapangaji walikuwa ni wengi, milango ilikuwa ni mingi sana. Harufu ya mandazi kutoka chumba kimoja na kelele za mbali za TV. Omari alihisi kitu kikimchoma moyoni. Hapa ndipo anapoishi? Yaani huku ndo anapoishi mwanangu? Alikuwa akitafakari. Alishuka kafungua mlango wa nyuma wakati Hadija alipokuwa anainama kumchukua mtoto. Omari akamzuia. Acha nimbebe. Akamunua Saumu kwa upole, akaendelea kumbeba begani kana kwamba ni mtoto wake ambaye amemzoea tangu utotoni. Walipoingia ndani, sebuleni ilionekana ndogo sana. Imejaa vitu vichache vilivyobanana, lakini ilikuwa safi yenye ustaarabu. Hadija alimuongoza kwenda chumbani. Chumba kilikuwa ni kidogo sana. Kilikuwa kama store ya jikoni kama alivyojisemea mwenyewe Omari. Lakini kilikuwa ni kisafi mno. Kilikuwa kimejaa ustaarabu wa mwanamke anayejitahidi kuishi kwa heshima hata kama dunia haimpi nafasi. Akamlaza Saumu kwenye kitanda. Kwa mara ya kwanza alitazama sura ya binti yake bila mask kwa karibu mno. Uso mdogo mweupe wa utulivu sana na macho aliyoyafumba kwa usingizi. Alitetemeka kwa hisia. Alijikuta akiinama na kumbusu shavuni, akapapasa nywele zake polepole. Hadija ilisogea pembeni akitazama kitendo kile kwa mshangao wa maumivu. Laiti baba yake ingekuwepo, huenda ungefanya hivi, alijiambia rohoni. Kisha akatoka tayari kwa ajili ya kuandaa chakula. Omari alienda mezani, akakaa kimya akitazama nyumba nzima. Maisha ya Hadija na mtoto wake aliyezaa naye. Waliishi kwa shida namna hii kweli? Aliumia mno, roho ilimuuma. Hadija alipomwita mezani, Omari alisogea akakaa, akanawa mikono yake. Kwa mara ya kwanza alikula chakula cha kawaida, cha bei rahisi, lakini kitamu kupita maelezo. Wewe ni mpishi mzuri sana Hadija, alisema kwa sauti ya upendo mno. Hadija alishusha macho yake kwa aibu kisha akasema, asante bosi. Omari akamwangalia kwa macho yaliyokuwa na maana nyingi sana. Hadija akajifanya kama anashughulikia chakula tu. Baada ya kula, Hadija aliamka na kuanza kuzungusha macho kwa wasiwasi. Muda ulikuwa umeenda sana. Alijua bosi alikuwa na shughuli zake. Alijua pia haikuwa sawa kukaa naye ndani ya nyumba yake kwa usiku ule. Bosi, asante kwa kila kitu lakini nahisi usingizi. Ningeomba. Omari akamkataza. Nenda kalale. Hadija akachanganyikiwa. Na wewe je? Nitalala hapa kwenye sofa. Hadija alishtuka kama vile mpigwa na radi. Hapana bosi, haiwezekani. Hapana, huwezi kukaa humu ndani kwangu usiku mzima. Omari akavuta pumzi, akavua viatu, akajilaza kwenye sofa dogo, kisha akasema, kwani kuna ubaya? Huu ndio mwisho wa msimu wa kwanza wa simulizi yetu hii nzuri ambayo inaitwa Addicted to Me. Simulizi hii bana imeandikwa na mwandishi Sumaya Mwendo. Msimulizi wako si mwingine bali Dada G kutoka hapa Simulizi Max Entertainment.